Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameanza ziara ya kihistoria siku 3 nchini Urusi kwa mwaliko wa Rais Vladimir Putin, inayolenga kuimarisha diplomasia ya uchumi na kufungua fursa mpya za kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Ziara hii ya kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 5 mwezi Juni 2026 inatajwa kuwa ya kihistoria kwani ni ya pili kufanywa na mkuu wa nchi ya Tanzania nchini Urusi tangu ilipofanywa na rais wa zamani wa Tanzania, baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwezi Oktoba mwaka 1969. Katika ratiba ya leo Juni 3, Rais Samia atafanya mazungumzo rasmi ya kiserikali na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin katika ikulu ya Kremlin mjini Moscow, ambapo viongozi hao wawili watajadili uimarishaji wa ushirikiano katika sekta ya kimkakati ikiwemo kilimo, nishati, madini na miundombinu, pamoja na maandalizi ya mkutano wa 3 wa kilele cha kati ya Urusi na Afrika. Hapo kesho, Rais Samia anatarajiwa kuelekea mjini Petersburg kushiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, ambalo ni jukwaa kubwa la kiuchumi duniani. Kiongozi huyo atatumia fursa hiyo kuwasilisha ajenda mageuzi kiuchumi ya Tanzania, hususan utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 na kushiriki kongamano la biashara kati ya Tanzania na Urusi. Mapema kesho kutwa, kabla ya kuhitimisha ziara yake, Rais Samia atatunukiwa shahada ya heshima uzamivu honoris causa katika chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi. Tuzo hiyo inatolewa kwa kutambua mchango wake katika mageuzi ya sekta ya elimu, kuimarisha diplomasia ya nchi kimataifa na kukuza sekta ya utalii nchini Tanzania. Katika upande wa manufaa, Tanzania inatarajia kuongeza kiwango cha biashara yake na Urusi ambacho kwa sasa kinafikia dola za Kimarekani milioni 3 na 7.5 kwa mwaka. Aidha, nchi zote mbili zinatarajiwa kusaini mikataba kadhaa ya ushirikiano itakayonufaisha sekta za elimu ya juu, sayansi na teknolojia, uwekezaji pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA. Rich Kiza, Kasri, Crown Media. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.